Hello msikilizaji, karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Mama wa Kambo alivyonifundisha usagaji. Inawezekana ikawa ni mara yako ya kwanza, basi ni usiache kushare na marafiki ili jamii iweze kujifunza kitu kilicho bora na ijue namna gani ya kukiepuka kitu kilicho kibaya. Jina langu Mr. King Vam, unaweza ukaniita Sagwile JR, hautakuwa umekosea. So twenzetu katika mkasa huu kabisa. Usiache kufuatilia hadi mwisho uone kitu gani kilitokea na huyu binti anayekwenda kwa jina la Farida ana nini cha kutuambia katika maisha yetu sote. Msikilizaji wa simulizi zetu, karibu katika simulizi hii ambayo inamhusu binti Farida na mama yake mdogo, kwa Kiswahili kingine Mama wa Kambo. Farida ndiye anayetuletea mkasa huu wa kweli. Anatupea umbea kuwa mama yake kabisa walitengana na baba yake. Ilikuwaje? Yote tutajua ndani ya mkasa huu. Mpenzi msikilizaji, subscribe, like, kisha usisahau kushare na marafiki na kutoa maoni. Hii ni channel ya simulizi zetu. Jina langu naitwa Farida. Ni mtoto wa kike katika familia mzee Jumbe. Nikiwa darasa la 7 tu, wazazi wangu walitengana kutokana na ugomvi mkubwa ambao mama alianzisha kuwa baba yangu Jumbe anatoka na wanawake wa kijijini hapo, na siku hizi hatimizi haja za mama yangu. Siku hii mama yangu aliamua kweli kweli. Ilikuwa ni vita vikubwa kweli kweli. Ilikuwa kubwa mno kiasi kwamba hadi wakaenda mahakamani na kufanya wapeane taraka. Farida anasema maisha ya kuishi bila kuona wazazi wote wawili ilikuwa shida sana. Kwa kipindi hicho nilikuwa naelekea kwenye maandalizi ya mtihani wa darasa la 7. Nilipomaliza mtihani wa darasa la 7, nilikuwa naenda kumsalima mama aliyekuwa amehamia mjini. Nilikuwa nalala siku kadhaa, ndipo narudi kijijini kwetu ambako tulikuwa tunaishi na baba. Farida anatupa msimulizi mkubwa kabisa. Anasema matokeo yalitoka, nilikuwa nimefaulu vizuri. Baba aliuza shamba ili nisome shule nzuri za mtu binafsi, yani private school. Hatimaye miaka 4 ya kusoma katika shule ya mchanganyiko nilimaliza nikiwa tayari nimebarehe. Kila kitu nilikuwa najua, ila sikuweza kubahatika kukutana kimwili na mwanaume yoyote yule. Si kwamba walikuwa hanifati, walikuwa wananitaka, ila nilikuwa nawapiga chini. Farida anasema, ngoja nijieleze msije mkasema mimi nilikuwa mbaya. Kwanza, nilikuwa chocolate kabisa, maji ya kunde uliochanganyikana sana na mng'ao wa kuvutia usio na kovu wala chunusi. Na huku popo mbili zilikuwa zimesimama vizuri kabisa. Yaani popo mbili ni embe dodo. Na mguu shepu ya bia, bila kusahau makalio yaliyochongoka sana. Farida anasema baada ya kumaliza tu nilirudi nyumbani kijijini. Nilikuta tayari baba ameoa mwanamke mwingine, na yule mwanamke hakuwa hata na shepu nzuri. Alikuwa mwembamba tu kawaida na weupe tu. Sikuelewa kitu gani baba alimpendea sana huyu mwanamke, maana mama alikuwa mzuri na mwenye kuvutia sana hatari.
Ile tu nipo nyumbani naona maisha pale yalikuwa kama ya kizungu. Kulikuwa na mfanyakazi mkubwa tu ambaye amenizidi umri. Kitendo kile nilijiuliza, kwa nini siku hizi house girl wanakuwa wakubwa kiasi hiki? Au kuna nini hapa? Farida anasema yeye hakuwa na cha kufanya zaidi, hakukuwa na kazi nzito sana, ni kusaidia tu kupika na kuosha vyombo. Hiyo ndiyo kazi ambayo alikuwa anamsaidia yule house girl. Nikiwa naendelea kuishi pale na mama mdogo, nilishangaa sana. Mama mdogo kila kitu alikuwa ananipatia pesa nyingi, akiniambia ninunue chochote kile ninachokihitaji. Kwa kweli maisha niliona sasa mambo ndio haya sasa. Kwa kuwa napewa pesa, nilianza kumpenda mama wa kambo, yani mke wa baba yangu. Basi siku moja baba hakuwepo nyumbani. Kwa siku 2 alienda sehemu kwenye shughuli za kibiashara, na pesa ya biashara unaambiwa alipewa na huyo mke wake. Alafu na yule dada wa kazi alipewa likizo akasalimia nyumbani kwao. Zeni arudi hapo siku 2 zikipita. Unaona? Kumbe baba alimpendea huyu mwanamke kwa sababu baba alikuwa anapewa pesa na huyo mwanamke, ndio maana alimuoa. Na huyu mwanamke pesa anatoa wapi? Endelea kuwa na simulizi zetu ili tujue kinaga ubaga katika simulizi hii. Mama mdogo ama mama wa kambo alinifundisha usagaji. Farida anaendelea kutuambia kwa kusema, wakati huo sasa mjengoni nilibaki mimi pamoja na mama wa kambo. Basi tulisaidizana kupika, tukala vizuri. Mama mdogo aliweka movie ya kutisha kidogo kiasi kwamba mimi nilianza kuogopa, na yeye akawa na giza anaogopa. Akaanza kusema, Farida, usiku wa leo naomba tulale wote. Hii movie imenifanya niogope sana, na mimi nilikuwa naogopa, basi nikakubali. Lakini nikamwambia siwezi lala kitanda mnacholala na baba yangu. Basi alikubali kuja kulala chumbani kwangu. Ilikuwa hivi, mara anikumbatie, anishike vibaya. Kitendo kile kilifanya mimi nichukie sana. Basi alianza kuongea maneno ya ajabu huku akinisifia uzuri wangu na kuniambia nikikubali kufanya jambo alilotaka angenipatia pesa tu nyingi kama zawadi. Kwa kuwa niliahidiwa pesa, ikabidi nikubali tu. Ngoja nione anavyotaka yeye kuwa ni nini. Basi mama mdogo alifurahi sana baada ya mimi kukubali, na kuanza kunipiga denda huku akinitoa nguo zangu. Mwili wangu ulikuwa ukisisimka, umeshapata joto. Ila mama mdogo alifanya kazi yake aliyotaka, na mimi nilinogewa kiasi kwamba kiuno nilikikata vizuri tu kwa utamu ulivyokuwa. Sikuwa najua madhara ya hiyo kitu, kuwa usagaji una madhara gani. Basi nilimpea tu mama mdogo vizuri, na alikuwa fundi kinoma na mayani. Nilikama nilikuwa na mwanaume, lakini kumbe alikuwa ni mama mdogo mwenyewe akishughulika, ambaye ni mke mdogo wa baba, ambaye mama yangu waliachana na baba. Basi mama mdogo baada ya kutimiza kitendo chake tu alinipa pesa taslimu 200,000 keshi. Farida anasema nilifurahi kupata pesa kama hiyo, huku anasema na pia nilienjoy kazi ya mama mdogo. Ni siku nyingine tena mama mdogo alitaka, na mimi nilikuwa na hamu sana. Ndipo aliniambia, Farida, na leo nataka tena twende twende. Basi nikakubali na kumpatia mwili wote yeye afanye atakavyo.
nikimpa ushirikiano kidogo tu, lakini haikuwa siku njema. Milango ilikuwa wazi. Baba yangu ndio muda huu alikuwa anarudi nyumbani. Alikuta mimi na mama mdogo tukifanya hivyo baada ya kusikia miguno tukitoa baada ya kitendo kile tulipokuwa tunafanya. Baba alishtuka sana baada ya kuona mke wake na mimi binti yake tupo kwenye hali ya mapenzi jinsia moja. Hapo kila sauti nilitoa kichapo kizito. Baba alinitembezea. Niliugua siku 3. Nilikuwa najikanda na maji ya moto, na yule mke wake alimfukuza na kumwambia asirudi tena hapa. Na baba kujilaumu sana na kusema kuwa huyu mke wangu ameniharibia mwanangu mzuri. Kila siku baba alikuwa anasema hivyo. Maneno yake ya baba yalikuwa yanagonga hadi moyo unasisimuka. Siku zilipita. Mama mdogo aliomba msamaha kwa kuwa baba alikuwa anapewa pesa na huyo mama mdogo. Alikubali, na mimi pia aliniambia niondoke niende kwa mama yangu nikiwa najiandaa kwenda kidato cha 5 katika shule ya wasichana. Baba yangu aliendelea kuishi na mwanamke asiyeweza kumzalia mtoto kwa sababu tu alikuwa anapewa kila kitu. Maneno mtaani alianza kusambaa kuwa yule mwanamke hazai kwa sababu anajihusisha na usagaji. Hivyo mtaa mzima walikuwa washajua siri zote, na hadi baba kunifumania na yule mwanamke, basi akaona bora tu aachane naye. Na huku upande wangu nipo shuleni, nilikuwa tayari nishapatana na marafiki wabaya wenye ni wazoefu katika matendo ya usagaji ambayo hayahitajiki katika jamii. Basi tulikuwa tukifanya kwa siri sana hapo shuleni. Kundi letu lilikuwa sumbufu sana, la watu 6. Makadirio yalikuwa makundi yalikuwa mengi sana yani. Siku moja operation ilifanyika hapo shuleni. Mimi nilipatikana na hatia na wengine wote tuliambiwa watu waite wazazi. Basi baba alikuja na wazazi wengine, basi tulifukuzwa shule kwenye kundi letu tu, mengine hayakupatikana na ushahidi. Farida anasema maisha yangu yalikuwa magumu. Baba alinifokea kiasi kwamba nikaamua niende tu kutafuta vibarua nianze maisha yangu peke yangu, lakini vibarua havikupatikana kwa wakati. Nilikumbuka siku niliyoshawishika na mama mdogo kufanya kile kitendo. Niliishia tu kumlaani sana katika mawazo, nikijisemea basi ilibidi niende ustawi wa jamii kupata ushauri kuhusu maisha yangu. Walinipokea na kunipea ushauri na nasaha mzuri, wakisema kuwa nijitahidi kumwomba Mungu anisaidie na pia kuombewa na wachungaji, alafu niwe nasoma Biblia nisiwe mpweke. Farida anasema nilifuata ushauri wao. Hatimaye nilipata mchumba, nikaolewa. Nikamtukuza sana Mungu kwa kunisaidia kupata mume. Tukafunga ndoa vizuri tu, lakini shetani hakuacha kujiinua katika maisha yangu. Ndoa ilivunjika baada tu ya mtoto wangu niliyekuwa nayo tumboni kuzaliwa akiwa amekufa. Kwa hiyo nikabaki ni mama wa marehemu. Farida anasema niliendelea kumwomba Mungu na nikiwa ninasali katika kanisa la Pentekosti. Kila siku nikizidi kumwomba Mungu anisaidie maisha yangu na anisamehe kwa vitendo vile ambavyo vilikuwa vibaya nikivifanya. Na Mungu hakuacha kunisaidia katika majibu yake.
Alinisaidia sana wakati wote. Nilikuwa mpweke, lakini sikuwa sana mpweke, kwa kuwa maisha yangu yalianza kuwa mazuri mara baada ya kupata vibarua kidogo kidogo, na hatimaye kuanza kuuza nyanya na mboga za kukidhi mahitaji yangu, na maisha yangu yaliendelea kuwa mazuri kidogo. Hatimaye niliendelea kuwa muumini mkubwa katika kumwomba Mungu. Nilipata mume, nikaolewa tena. Basi nilipoolewa niliishi katika ndoa kwa muda nikiwa na mume wangu aliyenipenda kutokana na ujasiri wangu wa kujituma katika kazi ambayo nilikuwa nafanya. Mume wangu alinipatia mtaji mkubwa tu kidogo. Niliendesha maisha yangu vizuri bila kuhofu mtu yoyote yule, nikimtumikia Mungu pamoja na mke wangu ambaye nilikuwa na mheshimu kwa adabu kubwa sana. Kitendo kile wazazi wangu walifurahi, ambapo baba alikuwa anafurahi kuona tukiishi vizuri na mume wangu. Mama hakuacha kuniombea katika maisha yangu yote. Nikapata watoto mapacha, mmoja wa kiume mwingine wa kike. Nikafanyiwa operesheni. Mungu mwema sana, nilikuwa nipo vizuri, nikafurahi sana. Farida anasema hadi sasa mara baada ya kufanyiwa operesheni niliendelea na mume wangu kuishi vizuri sana bila kuwa na ugomvi wowote ule ambao ungejitokeza katika maisha yetu. Nilifurahi kwa kuwa mume wangu alikuwa mwelewa sana, wala hakuwahi kunitelekeza katika njia yote iliyo mbaya. Palipo tulipokosana, tulirekebishana ndani ya ndoa na kuheshimiana, kila mtu katika nafasi yake, huku mke wangu akinishauri sana, mume wangu akinishauri sana katika kila hatua. Tusiache kumwomba Mungu atusaidie na kutuepusha na maneno ya watu wabaya huko mitaani. Farida anasema hadi sasa nina watoto 5. Ninashukuru mume wangu ananipenda sana, na baba ananipenda, na mama ananipenda, na ananiombea sana kunipa ushauri mzuri. Nilikutana na yule aliyenifundisha akiwa anatumia madawa ya kulevya, pombe na vidonge vingine. Nilihuzunika sana kwa kuwa hakunitambua, fahamu hazikuwa, ni kama sasa alikuwa chizi tu. Nikamwombea kwa Mungu amsaidie sana. Basi hiyo maombi, Mungu alimsaidia na hatimaye alibaki katika maisha yake, ambapo hakuwa na maisha mazuri sana, ila alikuwa anaishi vizuri tu mara baada ya mimi kumsaidia, lakini kumshauri aachane na vitendo viovu vya usagaji. Na yeye alikubali kuacha, alikubali kuanza kumtumikia Mungu katika hali yake yote na maisha yake yote. Hadi sasa ni mmoja wa watu wanaofanya kazi ya Mungu vizuri katika dunia hii. Na baadaye, lakini kitu moja tu, hajafanikiwa kupata mume wala hajafanikiwa kupata mtoto yeyote. Farida anatuambia kwa maisha yake amejifunza mengi kuhusu tabia mbaya zisizotakiwa katika jamii, ikiwa usagaji ambao unapingwa hata katika maandiko, na pamoja na vitu vingine kama ushoga na vitu vingine kama vingi tu vibaya havihitajiki katika jamii. Basi ni wewe kuacha kuvisamini. Hivyo hakikisha tu una subscribe. Farida anasema Mungu amenisaidia sana. Basi hivyo ndivyo simulizi ya maisha yangu ya kweli ya Farida ilikuwa hivyo. Imeandikwa na Sagwile JR na msimulizi wako ni mimi Mr. King Vam.
Unaweza kunisapoti kwa kushare na kusubscribe, kisha usisahau kutoa maoni yako. Je, wewe ungekuwa Farida ungemfanyaje huyo mama ambaye alikufanyia kukufunza tabia mbaya? Basi nitasoma kwenye simulizi ambayo itafuata. Kama utatoa maoni yako tu vizuri, basi simulizi zingine ambazo zitakuja nitawaletea maoni yako kuhusu maisha ya Farida ambaye kwa sasa na watoto 5. Lakini watoto wa kwanza walikuwa mapacha, akajifungua kwa operation. Usiache kunipea support kwa kusubscribe na kushare na marafiki, na pia unaweza kuangalia simulizi nyingi ambazo zimepostiwa kama Familia ya Laana, Binti Lozi, Siri ya Kaburi Lisilokuwa na Jina, simulizi ambayo ni nzuri kabisa, imesimuliwa na Madam binti mzuri kabisa Ananice Kalungi. Lakini pia unaweza kusubscribe na kukumbuka pia kuna simulizi inayokwenda kwa jina la Usagaji Ulivyonipa Maisha, lakini ilikuwaje mwishoni? Kumbuka bado tunaenda kuona mabaya ambayo yapo katika vitendo ambavyo havitakiwi sana katika jamii. Lakini unaweza kusubscribe pia kuna simulizi inaitwa Jinsi Usagaji Nilivyojifunza. Ilikuwaje? Yote kwa yote ni hii katika channel yetu ya simulizi zetu. Unaweza ukajifunza ujumbe mwingi ambao umepostiwa katika channel yetu ya simulizi zetu, ili tuweze kuwa pamoja zaidi. Asante kwa kuwa nami mwanzo mwisho. Nigusie, usiache kushare na kunipea sapoti. Kwa kufanya hivyo, asante sana.